Kwa zaidi ya miaka na mikaka, watu waliojitambulisha kuwa ni Waswahili wamekuwa wakikosolewa kwa kuambiwa kuwa hakuna kabila au jamii itwayo Waswahili. Lakini wanaojiita Waswahili wamekazania kusema kwamba haiwezekani kuwepo na embe kisha ukosekane muembe. Katika mazingira hayo, je, Mswahili yupo au hayupo? Mswahili, Kiswahili ni jina limekuja kwa kuchelewa. Yaani Mswahili hajaanza kuwepo pindi jina Mswahili lilipokuwepo. Alikuwepo kabla hili jina. Kusema kwamba Kiswahili si kabila ni sawa sawa na kusema Kiswahili ni lugha chotara iliyokusanya watu mbalimbali wenye makabila yao ya asili kisha wakakutana pakazalika Kiswahili. Jambo ambalo mimi siamini. Mimi naamini kuna watu wanaitwa Waswahili kama kuna watu wanaitwa Asu, kuna watu wanaitwa Wachaga na kuna watu wanaitwa Waswahili. Kutokana na utajiri wa misamiati na historia yake ndefu, watawala wa zamani na wa sasa walichagua lugha ya Kiswahili kama lugha ya mawasiliano ya pamoja. Hata hivyo, Kiswahili kama lugha wote haimaanishi kwamba kuzungumza Kiswahili pekee ndiko kutakufanya kuwa Mswahili. Kuwa Mswahili ni zaidi ya maneno, ni kuishi kwa utamaduni na desturi zake. Siasa ilicheza mchezo mkubwa sana kuhakikisha kuna lugha jumuishi. Unapokuwa wewe ni mtawala alafu lugha ni nyingi, huwezi kutawala. Lazima uwe na lugha moja ambayo unaweza kuzungumza na watu. Sasa lugha ambayo imekuwa na ni tajiri na ina historia na ina ustaarabu mkubwa, ilikuwa ni lugha tajiri kuliko lugha nyingine kwa sababu ya tabia yake. Ilikuwa inafaa zaidi kutumika kuwa lugha ya wote, lugha jumuishi kuliko lau wangechagua Kichaga, hata kama Wachaga ni kabila kubwa. Mswahili bila utamaduni ni kama kitabu bila jalada. Mwili umebakia lakini moyo umetolewa. Kwa Mswahili, utamaduni, desturi, mila na silka ni hazina za hekima na ustaarabu zinazomfanya kuwa wa kipekee duniani. Mswahili ana mavazi yake, ana vyakula vyake, ana namna yake ya kuoa, ana namna ya heshima ya mke kwa mume, ana namna ya mke anavyohusiana na mume, ana namna ya kuamiliana mtoto na mzazi. Mswahili ni mtu ana hisia sana. Mswahili ni mtu wa mafumbo kwa mwenzake. Mswahili ana mitego ya lugha sana. Mswahili ana mambo hayo yote. Sasa kama umekosa ule utamaduni wake lakini unazungumza ile lugha, wewe bado si hujawa Mswahili. Kwa mfano, Mswahili anapokasirika ana namna ya kutulizwa. Mswahili kanga ina utamaduni sana kwake katika uhusiano wa mume na mke. Mswahili ana vitu kama kawa katika chakula ambayo ina kazi yake. Mswahili anapokwenda maliwatoni ana namna ya kuingia, kienda haja akamaliza hutumia maji akanawa. Zote hizi ni tabia za